nichukue nafasi hii niwakaribishe watu ambao wanatufuatilia kila mahali duniani. Channel yetu ya Mvua za Baraka, tutakuwa na maadhimisho ya miaka 20 ya huduma hapa Zanzibar. Na sio tu Zanzibar, Tanzania kwa ujumla, East Africa kwa ujumla, Afrika kwa ujumla, na ulimwenguni kote. Kama ambavyo nyinyi mnatufuatilia, wengine hata hamko Afrika, mpo kwenye mataifa mengine, hii ni huduma iliyoanzia hapa Zanzibar. Kwa hiyo tunawakaribisha katika maadhimisho hayo. Tunakaribisha changizo zenu, tunakaribisha na sadaka zenu. Tarehe 1 mwezi wa 11, tarehe 1 Novemba tutakuwa na maadhimisho, lakini tunaanza kuanzia tarehe 30 mwezi huu, tarehe 31 mwezi huu, na tutamaliza tarehe 1 Novemba. Wale ambao walikuwa wana taarifa, tunawapa taarifa kupitia Mvua za Baraka, ili wajue kabisa kuna kitu kinaendelea. Tusimame tuombe. Mungu, asante kwa ajili ya siku hii njema. Asante kwa sababu umetuleta tena katika siku hii ili kutusikizisha maneno yako, maneno ambayo ulisema na mababa zetu katika imani, maneno ambayo ulisema na manabii, ulisema na mitume, ulisema na wachungaji, ulisema na wainjilisti, ulisema na walimu, maneno ambayo ulisema na wafalme, maneno ambayo ulisema na watu binafsi. Unaendelea kusema nasi leo kupitia Roho wako Mtakatifu. Tunaomba Mungu useme kama ulivyosema wakati ule, ili kwamba Bwana, tunapotamka kwa jina la Bwana, tunaposema kwa jina la Bwana, ukalithibitishe neno lako. Kwa jina la Mtakatifu Yesu tumeomba, kanisa lote liseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukae. Ujumbe wetu wa leo, yupo Mungu wa mbinguni. Mwambie jirani yako, yupo Mungu wa mbinguni. Nilipokuwa natafakari hayo maneno nikasema, kwa nini hao watu wa kale walikuwa wanazungumza hivi? Kwamba anasimama mbele za watu, anataka kuzungumza habari za Mungu, na anasema, hebu tutoe hiki kiti bwana, kinaondoa mapambo mazuri watu waliopendezesha hapa. Dada Flora na dada Farida wamekesha hapa usiku kucha. Usidhani kazi ndogo hii, shughuli ni kubwa. Na Mungu awabariki kwa kazi yao. Mpamba vizuri sana, na bado wanaendelea kupamba. Bwana asifiwe. Huu mlango tunazuia huko, kuna vitu vizuri upande huu. Kwa nini hao watu wa Mungu walikuwa wanasema yupo Mungu wa mbinguni? Kwa nini? Sababu ya kwanza, kuna miungu ambao hawako mbinguni, na wanatajwa nao ni miungu, lakini wenyewe wanaoabudu hao hawawaiti miungu, nao wanaita Mungu. Kwa sababu kulikuwa na Mungu mmoja maarufu anaitwa Mungu Baali. B-A-A-L-I, Mungu Baali. Sio Mungu Bahari, Mungu Baali. Alikuwa Mungu maarufu sana, lakini hakai mbinguni. Lakini kuna Mungu anaitwa Mungu wa Ekron au Ekron. Huyo naye alikuwa ni Mungu wa mji maarufu sana, lakini hakuwa Mungu wa mbinguni. Kulikuwa na miungu inaitwa Mashtorethi, nao walikuwa maarufu, lakini hawakuwa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo watu wa kizazi kile cha kale walikuwa wanaweza kumtambulisha Mungu kwa namna hiyo, kwamba wanapotaka kuzungumza kuhusu Mungu aliye hai, wanapotaka kuzungumza kuhusu Mungu anayesikia, anayeona na anayetenda, walisema yupo Mungu wa mbinguni. Mwambie jirani yako, yupo Mungu wa mbinguni. Mungu ambaye anasikia, Mungu ambaye anahurumia watu, Mungu ambaye anaona kwa macho yake. Anasema, nimeyaona mateso ya watu wangu wa Misri, mateso yao yamefika mwisho, sasa nakuja niwakomboe. Mwambie jirani yako, unaonekana. Nasema unaonekana. Na kama unapitia mateso, leo utayaambia mateso yako ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye atakomesha mateso unayopitia kwa jina la Yesu.
Bwana sikia amina za kinyonge. Au unajua wakati unaweza kuwa unahubiri ujumbe watu wote wanapitia raha. Sasa unapozungumza mateso, chungaji basi tulishatoka huko. Lakini kama unapita kwenye mateso, nasema yuko Mungu wa mbinguni. Nasema yuko Mungu wa mbinguni. Unapita katika hali ya kutokufanikiwa. Unapita katika hali ya ukata. Unapita katika hali ya umasikini, yuko Mungu wa mbinguni. Mungu ambaye anaweza kumpandisha huyu na kumshusha huyu. Sema amina. Sema amina. Danieli akasema, mfalme Nebukadneza, yupo Mungu wa mbinguni. Wanadamu hawana majibu ya ndoto yako. Wachawi hawana majibu ya ndoto yako. Waganga hawana majibu ya ndoto yako. Nataka useme na mtu fulani, mwambie, wachawi hawana majibu ya mipango yako. Waganga hawana majibu ya mipango yako. Sema amina. Utakaa na utabiri wa nyota sana. Utamaliza magazeti sana. Hao watabiri wa hizo nyota hawana majibu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema hawana majibu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Lakini yupo Mungu wa mbinguni ambaye ana majibu ya maisha yako. Yupo Mungu anayesirini na majibu ya maisha yako. Kama utamwamini Mungu wa mbinguni, utaziweka nyota pembeni, utaweka wanajimu pembeni, utaweka wachawi pembeni, na utainuka kwa imani na kusema, najua yuko Mungu wa mbinguni anayejibu kwa moto. Najua yuko Mungu wa mbinguni anayejibu kwa moto, na atajibu maombi yako kwa jina la Yesu. Nasema atajibu maombi yako. Katika Danieli sura ya 2. Danieli sura ya 2. Yupo Mungu wa mbinguni. Ndio ujumbe wetu. Danieli sura ya 2. Unapozungumza na watu wanakuvunja moyo, wanakuambia mambo ni magumu, mambo ni mazito, mambo hayaendi, waambie yupo Mungu wa mbinguni kwa jina la Yesu. Watu wanakuambia tutaona, waambie yupo Mungu wa mbinguni kwa jina la Yesu. Watu wanasema mwaka huu hautamaliza, ugonjwa utakuua, mwambie yupo Mungu wa mbinguni kwa jina la Yesu. Watu wanakutishia kazi, wanasema kwa sababu ya korona umepoteza kazi, hali itakuwa nzito, waambie yupo Mungu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Danieli sura ya 2 kuanzia mstari nasoma wa 25. Danieli sura ya 2 mstari wa 25, Biblia inasema, ndipo Arioko akamwingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafasiri. Mfalme akajibu akamwambia Daniel aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Unaweza kunipa tafsiri ya yale maono? Sio waganga watakubaliza tafsiri, sio wanajimu watakubaliza tafsiri, sio watu wa maarifa ya kufikiria na ujanja katika kukusikiliza vizuri wanajaribu kupanga, sio watakayekupa majibu. Mfalme anamwambia, nimeona kitu kwenye ndoto yangu ya usiku na inanisumbua, ingawa nimeisahau. Sina amani juu ya hiyo ndoto. Nisikilize, hata kama umeota ndoto na kusumbua, hakuna mtafasiri, mwambie Mungu wa mbinguni. Nasema mwambie Mungu wa mbinguni. Mwambie Mungu, ndoto hii ina maana gani? Mwambie Mungu, ndoto hii inasema nini? Mwambie Mungu, ndoto hii imekujaje kwangu, haijaenda kwa watu wengine? Bwana atakupa majibu kwa jina la Yesu. Mfalme akamwambia Danieli, unaweza kuniambia juu ya ile ndoto na tafsiri yake? Mstari wa 27 usikilize vizuri. Danieli akajibu mbele ya mfalme, akasema, ile siri aliyouliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu. Sema ni kweli. Mwambie mtu fulani, ni kweli. Unawakimbilia watu wasio na majibu ya mahitaji yako, ndio shida. Utanasa hapo. Hapo utateseka, utaumia, utakaa hapo muda mrefu, lakini yupo Mungu wa mbinguni mwenye majibu yako kwa jina la Yesu. Amen. Mstari wa 28. Lakini sema lakini. Lakini sema lakini. Yuko
Mungu wa mbinguni. Nasema yuko Mungu wa mbinguni. Ana majibu ya maswali yangu, ana majibu ya mahitaji yangu, ana majibu ya ujane wako, ana majibu ya hali yako. Yupo Mungu wa mbinguni. Amini. Nasema amini. Lakini yuko Mungu wa mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku ya mwisho. Sema amina. Sema amina. Mwambie jirani yako, leo ni siku ya majibu yangu. Utakapoinuka kwenye kiti chako kuomba, unamwambia huko Mungu wa mbinguni, najua hapa kuna majibu yangu, hapa kuna majibu yangu, hapa kuna miujiza yangu, hapa kuna baraka yangu, hapa kuna ndoa yangu, hapa kuna kazi yangu, hapa kuna muujiza wangu. Sema amina. Usiwe mnyonge mbele za Mungu wa mbinguni. Usiwe mnyonge unapokuwa mbele za Mungu wa mbinguni. Yeye ana majibu ya maswali yote. Tatizo liko hapa kwenye ufahamu. Tunapoinuka na kusema mbele za Mungu wa mbinguni, tunaamini. Tunapoinuka na kusimama mbele za Mungu wa mbinguni, tunahakika. Tunapoinuka, wengi wetu tunapoinuka na kusema mbele za Mungu wa mbinguni, yanayokuja mwanzo kutuzunguka ni yale yanayotuvunja moyo. Daniel alisimama mbele ya mfalme ambaye alitangaza, watu wasiponipa majibu na chinja wanajimu wote, na chinja waganga wote, na chinja wenye hekima wote. Na Daniel amesimama mbele za mfalme. Kumbuka mfalme hajamwelezea Daniel aina ya ndoto aliyoota. Na mfalme anasema, unaweza kuniambia nilichoota? Yaani umeota wewe, nikwambie mimi? Wewe ndio uliota, nakwambiaje mimi? Na sio tu uniambie nilichokiota, uniambie pia na tafsiri yake. Vinginevyo utoke hapa ndani. Wakristo wengi hatujakutana hizo challenge. Wengine tungefia hapa. Wangetoka wachache. Haya maisha tunayogopa ni maisha huru mno. Unaogopa kuhusu kazi, unaogopa kuhusu ndoa, unaogopa, una hofu utaolewa nini. Haya ni maisha huru mno. Lakini shida ipo kwako. Wewe ndio ungekuwa Daniel, unaambiwa na mfalme, niambie ndoto niliyoota. Ama waganga wameshindwa kuisema. Tena wakasema mfalme ana ndoto yote aliyoota, anataka kututega. Anasema okay, mnasema anataka kuwatega, mtaelewa. Aliyoko utachinja mmoja baada ya mwingine, saki hao wanajimu hawanifai. Tuna changamoto wapendwa zinazowezekana. Tuna changamoto zilizo wazi. Ni wewe kuinuka kwa ujasiri na kusema, nasimama mbele za Mungu wa mbinguni. Hapa mpaka kieleweke, kitaeleweka kwa jina la Yesu. Nasema kitaeleweka kwa jina la Yesu. Usiwe na doubt. Wengi tunashikwa na aliyotuzunguka. Tunapoamka asubuhi, najiona peke yangu. Ninapotembea, najiona peke yangu. Nasahau kama kuna Mungu wa mbinguni ambaye anaweza kuniletea mtu wa kuamka na mimi. Anaweza kuniletea mtu wa kutembea na mimi. Mungu wa mbinguni yupo kwa ajili yako. Amen. Nasema yupo kwa ajili yako. Amen. Mambo yanayotuzunguka Wakristo wengi ndio yanayodhoofisha kupokea miujiza yao. Daily routine tulizo nazo. Mtaamka hivi, mtakwenda hapa, mtarudi pale. Yanadhoofisha imani kunyanyuka. Yanadhoofisha ujasiri. Lakini kama utasema kuna ninayemwamini asiyeonekana na anaweza kufanya jambo, anaishi mbinguni mahali pa juu, huyo atafanya jambo, Mungu atafanya jambo kwa jina la Yesu. Nataka kuonyesha mambo matatu kwa haraka. Jambo la kwanza, kulaumiwa na vifo kwa wasiompa Mungu wa mbinguni nafasi. Kulaumiwa na vifo vya mapema, vifo visivyotarajiwa kwa watu ambao hawampi Mungu wa mbinguni nafasi. Nisikilize, wale waganga, wale wachawi,
Kwa taarifa yako, ilikuwa ni siku yao ya kufa ile siku. Na Mungu anawalaumu watu wa namna hiyo. Watu ambao hawampi Mungu wa mbinguni nafasi. Wamebaki na vitu vyao. Unajua unaweza kuwa uko ndani ya kanisa lakini pia umpi Mungu wa mbinguni nafasi. Wewe unategemea tu kwamba watu ambao wamenizunguka ndio watakaonisaidia. Watu wananijua ndio watakaonisaidia. Leo tunazungumza hapa kuhusu changizo ya maadhimisho ya miaka 20. Kwamba kuna wakati ambapo macho yetu yapo kwa watu wetu. Kwamba huyu hajatoa mchango, huyu hajatoa mchango, huyu hajatoa hichi. Nisikilize, siamini hivyo. Hata ninapoambia watu toeni, siamini hivyo. Namwamini Mungu wa mbinguni. Amen. Nataka kwamba namwamini Mungu wa mbinguni. Amen. Hata katika dakika za mwisho Mungu wa mbinguni anaweza kumfanya Danieli kutokeza. Amen. Ndio maana hatutumii nguvu. Na wala hatumchukii mtu. Kwa sababu tunajua kwamba kuna nyakati watu hawana. Na kuna nyakati watu wanakuwa nazo. Lakini kwa yule tu ambaye anaweza kuwa nazo afu afanye, huyo Mungu anashughulika naye mwenyewe. Lakini kama hana, atatoa nini? Maana mtu hukubaliwa si katika asivyokuwa navyo, bali katika alivyokuwa navyo. Lakini tatizo kubwa linalotufanya watu wengi kudhoofika, mawazo yetu yapo kwa watu wetu. Kwamba asipofanya huyu kaka, asipofanya dada, atafanya nani? Ukifanya hivyo umemwondoa Mungu maishani mwako. Maana amelaaniwa mtumainie mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake mikononi mwake, amemwacha Bwana. Hata kama kuna mtu anakusaidia, usimfanye kuwa tumaini. Usimfanye kuwa tumaini. Ukishamweka kuwa tumaini, atakaposema sina, utakwazika sana. Na unajua kuna watu hawajuani kwamba wanaowasaidiaga wao, hawa watu wanaowasaidia nao kuna wakati hawana. Usidhani kila wakati mtu anapotoa anacho. Anajinyima kukupa wewe kwa sababu anahisi kwamba hivyo ndio kudhihirisha upendo. Lakini usije kudhani anayekupa siku zote anacho, au anakupa kwa sababu hana cha kufanyia. Hayupo mtu wa namna hii. Anakupa akiwa na mambo ya kufanyia, anakupa akiwa na mahitaji, lakini anajua kwamba hapa kuna hitaji zaidi ya yale aliyonayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa lazima mawazo yetu, akili zetu tuelekeze mbele za Mungu wa mbinguni. Ya kwamba yeye ndio mpaji, yeye ndio mtoaji, yeye ndio mponyaji, yeye ndio mkombozi, yeye ndio anobariki maisha ya watu. Unaweza kumtegemea kaka A akashindwa, ukasikia kaka C anatoa. Asante Yesu. Ropa satarabakosi. Watu huko mumhudumia, asiinuke mtu hapa, tunaendelea na neno. Wabaki huko kwenye kanisa hilo wamhudumie, sisi tunaendelea na neno. Katika jina la Yesu, waidi kule. Kemea! Roho za mapepo zimwachie. Mwekeni huru. Bwana asifiwe. Sisi tuendelee na neno, si ndio? Au tuache neno? Tuendelee. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hello. Acheni wapendwa waendelee, sisi tuendelee na neno hapa. Shetani asije akatuzidi kete. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiondoa mawazo kwa wanadamu, ndugu zangu, tutamwona Mungu wa mbinguni akifanya kazi. Amen. Na usisononeke maadamu akwambia sina. Kwa sababu ana mipaka. Lakini Mungu wa mbinguni, niwaambie wapendwa katika Kristo, anaweza kufanya mambo makubwa katikati yetu. Danieli akasimama kwa ujasiri akasema, waganga hawana jibu lako, wenye hekima hawana jibu lako, wanajibu hawana jibu lako. Hizi siri zito zito, haya mambo mazito mazito, yuko Mungu wa mbinguni. Sema amina. Sema amina. Mwambie mtu fulani, hao watu unawaambia mambo yako hawana majibu yako. Hao watu unawaambia nitaolewa lini, hawana majibu yako. Hao watu unawaambia nitaoa lini, hawana majibu. Hata mimi mchungaji sina majibu yako. Zaidi ya kukuhubiri hapa.
Nilimsikia mchungaji mmoja kule Ghana na mhubiri mkubwa anasema huwa analia usiku na mchana akiona mabinti zake wenye tabia nzuri wako pale hawajaolewa. Wengine anasema watoto wenyewe wa kiume ndio nao wachache. Maana angekuwa na watoto 1000 angesema wote wawe washirika. Kuna watu hawana majibu yetu, lakini Mungu wa mbinguni ana majibu yetu. Amen. Nasema ana majibu yako. Amen. Daniel akasema mimi najua hawa wote waliowategemea mfalme ungewaua kwa kuwaonea. Kwa sababu wamejaribu kupiga tumbuli zao sana. Wamegeukia mashariki, kuelekeza makalio mashariki, wakageuza magharibi, kaskazini na kusini, wakapiga ndele zote, wamekosa majibu. Wamejitahidi, lakini hawana majibu. Mwambie jirani yako umejitahidi, lakini yupo Mungu wa mbinguni. Nasema yupo Mungu wa mbinguni. Hayo uliyofanya umejitahidi safi, lakini kuanzia leo tunataka kuinuka kwa upya. Tumpe nafasi Mungu wa mbinguni juu ya mambo yetu kwa jina la Yesu. Nimesema jambo la kwanza, kulaumiwa na vifo kwa wasiompa nafasi Mungu wa mbinguni. Usipompa nafasi Mungu wa mbinguni ni hatari. Kunaweza kutokea lolote likakatisha maisha yako. Kunaweza kutokea lolote lio kakinai hata mwenyewe kuishi. Watu wengi wakimbilia wachawi na waganga na walozi, mwisho wake wakatamani kujiua. Wameenda kwenye mataifa mbalimbali, waliendelea kudanganywa. Tazama mfano katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya kwanza. Wafalme wa Pili sura ya kwanza. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 4 alafu mstari wa 17. Wafalme wa Pili sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 7 alafu mstari wa kwanza hadi wa 4 alafu wa 17. Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu, Moabu wakaasi Israeli, na Azia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani. Huyu alikuwa mfalme, akaanguka kutoka gorofani, akaumia. Katika Samaria akaugua, yani alipata ajali ya kudondoka kutoka gorofani. Na alipopata ajali ilisababisha augue, akawa mgonjwa. Na wakati huo unafahamu jinsi ambavyo mambo ya matibabu yakuwa makubwa kama leo. Kwa hiyo walijaribu watu kumtibia, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Sasa hali yake ilipozidi kuwa mbaya, badala amtafute Mungu wa mbinguni, akaanza kuwakimbilia wale walioshindwa kumpa majibu Nebukadneza. Maandiko yanasema akaanguka katika dirisha ya chumba chake orofani, katika Samaria akaugua. Akatuma wajumbe, akawaambia, enendeni mkaulize kwa Beelzebubu, mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu au la. Ndivyo walivyo watu wengi ambao hata sasa wananisikia. Badala ya kumkimbilia Mungu, badala ya kwenda kwenye makanisa ya maombezi, wanashinda kwenye vibanda vya waganga, wanashinda kwenye vibanda vya wachawi, na wanaozeana huko. Wakija kustuka kwenda hospitalini, wakija kustuka kwenda kwenye matibabu, walishatafunwa sana na yale magonjwa. Wao hawakuwa wa kwanza. Huyo mfalme Ahazia alikuwa miongoni mwao. Pamoja na kwamba ni mfalme, akasema, nendeni kwa mpunga pepo mkaulize nitapona au la. Sasa sikiliza kulaumiwa hapo, bwana laumiwa. Na huyu ni Mungu wa mbinguni sasa. Haikuwa swala la nabii, haikuwa swala la mtume. Biblia inasema, lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishibi. Ni Mungu sasa anashughulika na mfalme. Sio Elia akafunuliwa. Malaika anakuja live kwa Elia na kumwambia hivi, na ujumbe mpelekee mfalme. Malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishibi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria.
ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Hata unakwenda kuuliza kwa Baali Zebubu, mungu wa Ekron, kwamba unakimbilia hivyo vitu ambavyo havitasaidia maisha yako. Mungu wa mbinguni akaamua kushuka mwenyewe kupitia malaika. Mstari wa 4, Biblia inasema, basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda ulichokipanda, bali hakika utakufa. Elia akaondoka. Sema amina. Amen. Watu ambao wanaacha kumtumaini Mungu wa mbinguni, watu ambao wanaacha kumtegemea Mungu wa mbinguni, watu ambao hawachukui muda kusikiliza Mungu wa mbinguni anasema nini, wanahatarisha maisha yao, wanahatarisha maendeleo yao, wanahatarisha baraka zao, wanahatarisha kile ambacho Mungu amekusudia kufanya juu yao. Na hapa ni mfalme wa Samaria. Yeye anasema malaika alishuka, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anataka watu wa kumtumaini. Sema amina. Amen. Kimwona mtu anasinzia, msaidie. Anataka watu wanaomtegemea, ambao yeye Mungu wa mbinguni atashuka kujidhihirisha kwao. Sio watu tu ambao mambo magumu kidogo, ngoja nikaulize kwa mababu, ngoja nikaulize kwa mababa, ngoja nikaulize wanahaha, ili msababishie huyu mfalme kufa kifo cha mapema. Ukisoma mstari wa 17 hapo chini, mstari wa 17 hapo chini, basi akafa sawa sawa na neno la Bwana alilolinena Elia. Akafa. Watu wengi wanakufa kabla wakati wao, kwa sababu hawataki kumtegemea Mungu wa mbinguni, hawataki kumtumaini Mungu wa mbinguni, hawataki kumshika Mungu wa mbinguni. Kuna vitu haviendi, kuna vitu vimesimama. Tumaini lako kwa Mungu wa mbinguni likoje? Unatumia sana akili yako, unategemea sana watu walikuzunguka, utapoteza uhai mapema, utapoteza aiba yako ya muonekano mapema, utapoteza furaha yako, kwa sababu wewe unawaza tu kwamba unajua, mimi bila ya yule mume, bila yule mke anayekupiga na kuchana na kudhalilisha, bila yeye maisha hamna. Utapoteza maisha. Unawaza kusema, unajua, bila wale watoto mimi sina maisha. Kwa hiyo wanachosema watoto ndio unachokifuata. Mungu anakushangaa sana. Mungu anakushangaa mno. Anajua maisha yako yanawezekana kama utamtumaini Mungu wa mbinguni, bila ya wale watoto. Watoto ambao wanapitia manyanyaso ya baba zao, ya mama zao, ya wazazi wao, wasiogope kama wanamwamini Mungu wa mbinguni. Mungu atatengeneza maisha yao kwa namna ya ajabu. Lakini unaona jinsi ambavyo vijana wa sasa wanapotikisika. Mbona uonekane kanisani, unajua baba kasema hivi. Wewe una miaka 18, baba anasema nini katika Mungu? Anasema nini katika Kristo? Unajua mchungaji, mimi niko hapa usinione hivi, mimi na wajomba zangu wana maendeleo sana, lakini unawaniangalia, nina mashangazi, nina mababu. Sasa inakusaidia nini? Ndio wanazo wao. Wewe inuka na useme, Mungu wa mbinguni, niko hapa. Kama ulimpa shangazi utanipa, kama ulimpa mjomba utanipa, kama ulimpa kaka utanipa, kama ulimpa baba utanipa. Lakini wako wapi watu majasiri wa namna hiyo, ambao wanasema yuko Mungu wa mbinguni, msinitishe? Sio huyu mfalme anakimbilia kwa wachawi.
Huyo si maisha magumu. Leo watu wakiona waganga wanazungumza kwenye YouTube humo na utapeli wao. Mimi unajua kwa nini wachawi na waganga siwaamini? Jambo moja tu. Wanasema na wao huwa wanalogeka. Sasa nitaendelea kupata msaada kwa mtu ambaye pia analogeka. Nimesikiliza mimi. Mimi sio mjinga, nafuatilia. Unamsikiliza anatamba. Unajua mimi anatamba, mwisho anaulizwa, "Vipi una wakati mwae kulogeka? Wamewe kunipoteza njia." Sasa kama bado kupoteza njia waganga na mimi sitanipoteza njia. Tunamhitaji huyu Mungu wa mbinguni asiyologeka. Amen. Ambaye uweza wake ni wa kifalme. Biblia inasema huko mabegani mwake. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo nataka nikwambie siku ya leo, badilisha mtazamo, badilisha imani yako, badilisha utendaji wa kiakili, ukijua kwamba yuko Mungu wa mbinguni. Ambaye hafanani na hii miungu. Ambaye anaweza kuwa ina macho haioni, ina masikio haisikii, yenyewe inatunzwa na watu kuliko yenyewe inavyowatunza watu. Tumeona waabudu sanamu, wanazisujudia, wanazifushia ubani, uvumba, lakini haziwasaidii chochote. Mungu sio mfano wa hao. Sema amina. Nasema Mungu wa mbinguni sio mfano wa hao. Paulo mtume akihubiri katika Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 29. Matendo ya Mitume 17:29, basi kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Mungu anaishi mbinguni. Sema amina. Ana mfano na hivyo vitu tunavyoviona. Ukimwita anasikia. Ukimwita anasema mimi hapa. Ukimuuliza maswali anajibu hata kwa ndoto na maono. Anaweza kufunulia mambo yanaendelea nyumba ya pili na ya tatu. Una haja kumhisi mtu mchawi, unaweza kumwambia Mungu wa mbinguni nifunulie jirani yangu ni mtu wa namna gani. Nifunulie Mungu, huyu jirani yangu, huyu mpendwa ninayefanya naye biashara ni mtu wa namna gani. Mungu anakupa ufunuo kuhusu huyo mtu. Anaona sirini, anajua mafumbo, anaona gizani, anaona umbali wowote ambao mtu anaweza kuutaja. Lakini usipomtumaini utalaumiwa. Usipomtumaini utadhoofika. Usipomtumaini unaweza hata kujikuta unatamani kifo kuliko kuishi. Pamoja na miungu yako. Ndio maana lazima umwamini kwa utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu. Jambo la pili, ufafanuzi wa kumjua Mungu wa mbinguni. Unajuaje sasa huyu nimemtaja, huyu nimemwabudu ni Mungu wa mbinguni? Nitakuonyesha. Sitakuonyesha mambo mengi leo. Nataka nikuonyeshe machache ambayo yataonyesha kwamba unayemwabudu ni Mungu wa mbinguni. Hata wale ambao mmekuwa watu wa ndoto na maono, sio kila kinachokuja katika ndoto na maono kimetoka kwa Mungu wa mbinguni. Wakati wewe kuviulize hivyo vitu, wewe umetoka kwa Mungu wa mbinguni, anasema ndio, unamwambia ni Mungu wa nani na nani? Mungu mwenyewe anapowatokea watu anajitambulisha. Sio tu Mungu sasa, nimepata maono, ni Mungu kabisa, amejitambulisha yeye ni nani. Sasa nakupa ufafanuzi. Kwa kifupi, kumjua Mungu wa mbinguni ni kama ifuatavyo. Soma kitabu kile cha Kutoka sura ya 3. Kitabu cha Kutoka sura ya 3. Biblia inasema Kutoka sura ya 3 mstari wa 5, tutasoma mstari mmoja. Kutoka sura ya 3, unafahamu sura hii Mungu alimtokea Musa. Na Musa alikuwa anamjua Mungu. Lakini Mungu ilibidi ajitambulishe. Katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 5 anasema, naye akasema usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Maana mahali hapa unaposimama na nchi takatifu. Mstari wa 6 samani wanda nani usome. Tena akasema, mimi ni nani? Mimi ni Mungu wa baba yako. Baba yako nani? Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka,
na Mungu wa Yakobo. Sema amina. Sema amina. Mungu wa mbinguni anajitambulisha kwamba yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Akija akijitambulisha akisema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, alafu akaruka akasema pia mimi ni Mungu wa Yusufu, alafu akaruka akasema pia ni Mungu wa Ishmaeli, sio? Mwambie jirani yako sio. Mwambie mwingine sio. Lazima aje aseme mimi ni Mungu wa Ibrahimu, mimi ni Mungu wa Isaka baba yako, mimi ni Mungu wa Yakobo. Na sehemu nyingine aseme mimi ni Mungu mwenye enzi. Sema amina. Sema amina. Tunajua kwamba tunamwabudu Mungu wa mbinguni kwa sababu ndiyo Mungu wa Ibrahimu, ndiyo Mungu wa Isaka, ndiyo Mungu wa Yakobo. Hiyo ndio sababu ya kwanza ya msingi. Amen. Sababu ya pili, Mungu wa mbinguni lazima awe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Yaani Mungu wowote asiye na uhusiano na Yesu, huyo sio Mungu. Mwambie jirani yako habari ndio hiyo. Habari ndio hiyo. Wewe na mcha Mungu. Mungu gani? Mungu tu. Mungu wa nani? Mungu tu. Huyo sio. Huyo au Mungu mitaani. Mungu tunamwabudu Agano la Kale amejitambulisha ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sasa yeye alijitambulisha akasema ni Mungu Jehova. Sasa yeye akasema ni Mungu Mwenyezi. Lakini Agano Jipya akafunga ukurasa akasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lazima awe Mungu aliye katika utatu na Bwana wetu Yesu. Huyo ndio Mungu aishie mbinguni. Sio anaishi kwenye anga, miungu ya baharini, miungu ya milimani, miungu ya mapangoni, miungu kwenye mito mikubwa, miungu ya kwenye upepo wa kisulisuli na kadhalika. Sio. Huyu ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kitabu cha Wafilipi, Waefeso, sio Wafilipi, Waefeso sura ya kwanza, Waefeso sura ya kwanza ni ufafanuzi ili ujue Mungu unayemtumaini, unayemtegemea. Waefeso sura ya kwanza nasoma mstari wa 3 na wa 17. Waefeso 1 mstari wa 3 na wa 17. Atukuzwe Mungu, sema amina. Amina. Nasema atukuzwe Mungu, sema amina. Amina. Atukuzwe Mungu Baba wa nani? Wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo ndio Mungu wa mbinguni. Amen. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo ndio Mungu wa mbinguni. Amen. Sio tu kusema naamini Mungu. Wako miungu baadhi, wako miungu ya Ekron, yako miungu ya ajabu sana duniani ambao wanaabudiwa na watu maelfu kwa mamilioni, lakini hawapo katika kiti cha enzi mbinguni, wala hawatahusika katika hukumu ya Mungu ya mwisho. Yenyewe ni miungu ya ajabu inayotokana na mapepo na mashetani na akili za wanadamu. Katika mstari wa 17 katika Waefeso hapo sura ya kwanza mstari wa 17 anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mwambie jirani yako ndio Mungu wa mbinguni. Nasema huyo ndio Mungu wa mbinguni. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ambaye hakutokana na mikono ya wanadamu. Mungu ambaye hakutokana na akili za wanadamu. Mungu aliye chanzo cha mianzo yote. Sema amina. Sema amina. Matendo ya Mitume 17. Matendo ya Mitume 17. Nasoma mstari kuanzia wa 24 hadi wa 29. Mstari kuanzia 20 mpaka 29. Matendo ya Mitume 17 kuanzia mstari wa 4 mpaka 29. Mungu aliyeufanya ulimwengu, sema amina, na vitu vyote vilivyomo. Huyo ndio Mungu wa mbinguni aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, akai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Sema amina. Yaani unajua Mungu huwezi kumgarantii kwamba lazima ukae kwenye kona hii tukija tukukute hapa. Huyo sio Mungu wa mbinguni. Hao wameweka tu wako pale wamekaa hivi. Asubuhi wapo, mchana wapo. Huyo sio Mungu wa mbinguni.
Wala Mungu wa mbinguni usimlazimishe kwamba Mungu tukukute kanisani. Mungu wa mbinguni hayuko. Mungu wa mbinguni anasema hivi, nyinyi mkikutana mimi nakuja. Umeelewa? Mungu wa mbinguni halazimishwani kwamba baba shuka, wala uhitaji kusema. Anasema kutanikapo wawili ama watatu kwa jina langu mimi nakuwepo. Mkitawanyika anarudi kwenye kiti chake cha enzi. Hakai kwenye mahekalu yaliyojengwa kwa mikono ya wanadamu, anakaa ndani ya wanadamu, maana yeye hekalu lake ni watu. Amen. Wewe ndani yako ukimkaribisha atakaa ili akuongoze. Paulo akatoa ufafanuzi ili watu waelewe Mungu wa mbinguni ni wa aina gani katika nchi ya kipagani kule Efeso. Mstari wa 25, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Hapa ndo penye mtego. Hapa ndo penye mtego. Watu wengi tunafanya hizi huduma kwa sababu ya kutafuta vitu. Mungu hataki watu wa namna hiyo. Anataka watu wamtumikie kwa kujitoa. Sio kwamba hawezi kuhubiri yeye mwenyewe. Sio kwamba hawezi kufanya mambo yeye mwenyewe. Yeye ametupa nafasi tutumike kwa ajili yake. Na hata tunaposema lete sadaka, sio kwamba Mungu anashindwa kuachia amana kutoka mbinguni. Ila anataka kuona unyofu wa mioyo yetu na kujitoa. Ndio maana anasema usidhani, kuna watu wanasema nisipokuwepo mimi, nisipofanya mimi. Anasema Mungu atumikiwi na hiyo mikono inayosema nisipokuwepo. Kwa sababu anaweza kufanya, akatoa karama kwa huyu akaweka kwa huyu. Paulo mtume anafafanua, wala atumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Sema amina. Huyo ndo mtoaji wa uhai. Mstari wa 26, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwaekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Wakati wewe unajiuliza, kwa nini mimi nimejikuta niko Tanzania? Hiki kitu kilishapangwa na Mungu zamani kabla hujazaliwa. Sema amina. Amen. Sema amina. Kwa nini Zanzibar na bara tunapakana kwa bahari? Kilishapangwa zamani na mpangaji. Amen. Ambaye ni Jehova. Usijikute huko mahali fulani ukafika kimakosa. Yeye mwenye kuwaleta wanadamu amekufanya uwepo Tanzania, amekufanya uwepo Afrika, na anajua anakubariki kupitia hapo. Amen. Kuna watu wanasema, unajua baba, pengine kabila nilozaliwa watu kule sio weupe. Unajua kuna watu wa namna hiyo. Sisi kule weusi tu, yani mimi ningezaliwa kule. Hamna. Aliyeweka hiyo mipaka alisema uzaliwe kwa watu weusi. Sema amina kama aliyesema. Sema amina kama aliyesema. Hey! Anasema yeye ndio amewekea watu mipaka. Hakuna mtu aliyosababisha kisiwa cha Zanzibar kiwepo, lakini alisema kitakuwepo. Na kipo. Na alijua utaishi hapa, ndio maana aliweka kanisa hapa. Hakuna anasema iwepo Patmo, aliweka. Huko uliko wewe Uarabuni, huko uliko wewe Ulaya, Marekani, aliamua kukuweka hapo. Kaa hapo, utafute Mungu. Amen. Paulo mtume anafafanua ili tumjue Mungu tunamwabudu wa namna gani. Analeta ufafanuzi. Anasema ndio mtawala wa nyakati zote na majira. Mstari wa 27, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamuone. Watu wanahangaika, wanakwenda huko na kule, lakini Mungu atakutana nao kwa jina la Yesu. Ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Sema amina. Amen. Nazungumza na watu wananisikia, hata kama hujaokoka, huyu Mungu wa mbinguni hayuko mbali na wewe. Leo ukimwamini anakuokoa, leo ukimwamini anakubadilisha. Sema amina. Amen. Unajua wakati mwingine wa Kristo wamekuwa ni watu wa kujikinai sana. Wanadhani watu wote wanaoona wenye dhambi leo basi ya watu wako mbali sana na Mungu. Hao wanaona wenye dhambi leo, kesho wanakuja kuwa wahubiri. Amen. Unajua kuna wakati mimi kabla sijampa Yesu maisha yangu, nikawa naongea na wale wa Kristo wakati ule.
naombeni vipeperushi, nataka na mimi niokoke. Yaani aina ya mtu wewe. Si unajua kipengele kwa mtu aina gani? Hatukupi. Mwambie jirani yako Mungu hayuko mbali. Mungu hayuko mbali. Huyo unayemuona hafai leo ndio mhubiri hapa. Sasa jaribu kuwaza yule mtu angenipa kipeperushi nikaokoka, ningemhesabu kama baba yangu au mama yangu katika Kristo. Ndio alikataa. Anasema ingawa tunapapasa, kuna watu wanaonisikiza sasa kupitia Mvua za Baraka, wana shauku ya kutaka kumjua Mungu, na wakaribisha wanipigie simu. Hata kama upo kwenye dimbwi la madawa ya kulevya, upo kwenye ulevi, ukahaba, unamtaka Yesu, unamtaka Mungu, nipigie simu kwa namba zinazopita hapa kwenye screen. Utakuja kuwa mhubiri wa siku za baadaye. Utakuja kuwa mwombezi wa siku za baadaye. Anasema ingawa tunamtafuta kwa kupapasa, hawi mbali, maana yeye ndio chanzo cha uwepo wako. Bila yeye usingekuwepo. Ameruhusu uwepo. Mstari ule wa 27 pale mwishoni, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Mstari wa 28, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Sema amen. Amen. Mwambie hapo unaiboishi wewe ni Mungu mtupu. Amen. Mwambie jirani yako ni Mungu mtupu. Amen. Haya maneno unaongea unatukania watu yalipia tabiri. Kama tungeambiwa kwamba lazima tufungue umeme, hapo tuongee, wengi Mungu angewasaidia mngekuwa watu wazuri. Kwa sababu ungeogopa kulipa. Ingekusaidia ungekuwa mtu mwema. Kwa sababu ukiongea sana umeme bili na andika kubwa. Kama hii kupumua ingekuwa ni ya gesi, ingekuwaje? Anasema huyo Mungu wa mbinguni, hivyo vilivyomo ndani yako ameviweka, ndio maana unatembea. Amen. Yeye ndio ameweka uhai, uzima, akili timamu. Amen. Usione watu wenye matatizo ya akili ukawabeza beza. Ikiguswa tu akili yako kidogo tu inazibuka. Inazibuka, haipo. Kwa hiyo unapojiona akili timamu, unapojiona unapanga mambo, unasema Mungu wa mbinguni asante kwa sababu ya yote yanatokana na wewe. Amen. Wakumalizia mstari wa 29. Mstari wa 28 hatujamaliza. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema. Kumbe watunga mashairi wanajulikana kwenye Biblia. Mtunga mashairi, mwambie jirani yako pokea roho ya kutunga mashairi. Mashairi mazuri ambayo ukiyapeleka kwenye internet watu wanayapiga like. Tunga mashairi, Bwana asifiwe. Mashairi mazuri ya nyimbo, mashairi mazuri ya sifa na kuabudu. Mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu uzao wake. Mstari wa 29, basi kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyotengenezwa na ustadi na akili za wanadamu. Sema amen. Mwambie jirani yako usiabudu sanamu, wala usiweke sanamu kwenye ibada yako. Kwa kujifanya kwamba hizi ni kumbukumbu, zinakumbusha nini? Watu siabudu, lakini kumbukumbu zinakukumbusha nini? Mbona ulikuwepo wakati huo wala mwepo? Umeweka ni sanamu limesimama. Sisi hatuabudu lakini kumbukumbu. Mungu ana mfano huo. Wala huyo uliyomwandika hapo, uliyemchora hapo kwenye hiyo sanamu, hata alikuwa afanani, hiyo ni imagination yako. Tupo nje. Kwa sababu huyu Mungu wa mbinguni hafanani na hayo masanamu. Toka kwenye ibada za sanamu, njoo kwa Yesu wa kweli. Toka kwenye ibada za miungu, njoo kwa Mungu wa kweli. Sema amen. Amen. Tatu na mwisho, uwezo, nguvu na mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Uwezo, nguvu na mamlaka ya Mungu wa mbinguni. Muda utoshi, lakini wote mnajua kwa sababu mko kanisani. Huyu Mungu wa mbinguni ndiye aliyempa siri Danieli akamjulisha Nebukadneza. Ndugu zangu, tusivunjike moyo. Magonjwa ulionayo, Mungu wa mbinguni ana uwezo wa kuyaondoa. Shida ulizonazo, Mungu wa mbinguni ana uwezo wa kuziondoa. Adha ulizonazo,
Mungu wa mbinguni anaweza kuziondoa. Usidhoofishe akili yako, isipokuwa ni kumwambia Mungu wa mbinguni, uisha akili yangu ni kuamini, nikutumikie. Mbona unazidi kudhoofika? Najua tu ipo siku nitapona. Sio ipo siku, Mungu wa mbinguni ananiponya. Usijipe siku nyingi za baadaye, jipe leo. Huyu Mungu wa mbinguni ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu mwenye ukuu, ni Mungu anaweza kuuisha, anaweza kuua, anaweza kuponya, anaweza kupanga, anaweza kumpandisha huyu, kumshusha huyu. Ndio maana kuna kupanda na kushuka. Katika Isaya 45 mstari wa 5, Isaya 45:5, yuko Mungu wa mbinguni. Mstari wa 5 anasema, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, sema amina. Zaidi yangu mimi hapana Mungu, sema amina. Anasema mimi ni Mungu, zaidi yangu hakuna. Ukishajua hakuna zaidi ya yule unayemwabudu, tupa hofu ulionayo. Ukishajua nina Mungu wa mbinguni, hana wa mfano wake, kaa kwa ujasiri, sema amina. Anasema kwa Isaya, mimi ni Bwana. Zaidi yangu mimi, Isaya nabii mwana wa Amosi, hakuna. Hata kama Manase anajifanya kunyanyasa, ipo siku yake. Si unajua Manase alichinja watu wengi wakati wa Isaya kule. Siku moja Mungu wa mbinguni akamwambia Manase, imetosha, imetosha. Akapigwa kichapo kikweli kweli. Biblia inasema Manase akajinyenyekeza. Kuna wakati unamwona mtu mwenye kiburi, kama amekuwa na kiburi kiasi ambacho Mungu hayupo, unafikia unatetemeka, atanifanya lolote. Nataka nikwambie kuna Mungu wa mbinguni. Amen. Na siku zake zinahesabiwa. Herode alitamba, akamkamata Yakobo. Akasema, nyinyi walokole nitawamaliza mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo shika Yakobo ndugu yake Yohana. Kisu, na kisu kikapita. Wayahudi wakasema, kama una Mungu yuko wapi sasa? Sio kashachinja. Wakamwambia Herode, umemchinja Yakobo lakini umekosea. Kinala pale ni Petro. Pale umemchinja Yakobo, mpambe mkubwa wa Yesu ni Petro, na kuna maandiko yanaonyesha kwamba yeye ndo kaachiwa kanisa. Yule ukimkomesha, hii habari ya Ukristo itafia hapo. Biblia inasema akamkamata na Petro. Alifanya nini Petro mpaka akamkamata? Alifanya nini Yakobo mpaka akamkamata? Akamkamata na Petro, na Petro huyo ndani. Watu wanasema wanakwisha hao. Mwambie jirani yako hatuishi. Hatuishi. Mwambie mwingine hatuishi. Hatuishi. Yaani huwezi kutumaliza. Unamuondoa Yakobo, Petro anainuka. Sasa na masifa yako unataka kumkamata na Petro, unakamatwa wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipomkamata Petro na kujua sasa nakomesha kanisa, unajua Mungu alichokifanya? Petro alikuwa anasubiri ile siku ya kuuawa, kwa sababu ilikuwa na zile siku za Sabato zile. Zile siku zote za Sabato Mungu akumtoa gerezani. Mwambie jirani yako, nasubiri siku zangu. Kuna zile siku zinakuwa za moto, za changamoto, Mungu kimya. Masindano kama yote. Drip usiseme. Tulia, mwambie jirani yako tulia. Tulia. Petro alipoenda gerezani, Mungu akumtoa ile siku ya kwanza. Akalala. Inasubiriwa kesho. Ndio siku sasa ya kumtoa Petro, kwa sababu zile yale mapumziko yote yameshafanya nini? Yameisha. Mungu wa mbinguni akasema, una adabu wewe Herode, unaleta uhuni. Yaani unafanya uhuni mpaka wa mimi kuumba. Malaika alipopitia hakuna aliyemuona. Mwambie jirani yako, nitakapopitia utaona. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, nimeota ndoto napambana na watu alafu nikapitia sehemu nyembamba nikatupa huko nje. Sasa mchungaji, maogopa. Na maogopa wakati ndio umeshapenya. Ungepigwa mpaka ukafika kwenye kile chumba kwenye ndoto. Yaani hapo umepitia mahali ambapo watesi wako hawatakuona. Amen. Malaika
chumbani kwa Petro. Babu, inuka. Safari. Wanapita pale pale mlangoni kwenye walinzi. Mwambie jirani yako mtapita hapo hapo. Mtafanikiwa hapa hapa. Usianze kuhangaika. Mungu wa mbinguni anaweza kukubariki pale pale ulipo. Amen. Umesikia? Akatolewa Petro. Petro anaamini kinachotokea. Unajua kuna wale watu ambao mnajijua tabia zenu. Unainuka kwenye kitanda mpaka unafika chooni bado umelala. Unakojoa mpaka unamaliza bado umelala. Unajua tuna watu wanamleo, unajua hiyo? Hasa watoto. Yaani unamshika mpaka chooni kalala kabisa. Kakojoa. Hata ukimwambia kwa chooni na huko. Sasa Petro akajihisi kwamba anatembea kwenye maono, kwenye roho. Kwa sababu wenge la usingizi lilikuwa lijaisha. Kufika nje ya mji akaambiwa, sikiliza, mimi shughuli yangu imeisha. Huko mbele unajua mwenye mwambie mtu fulani kuna sehemu ya Mungu na kuna sehemu yako. Kuna sehemu ya Mungu na sehemu. Sio kila siku Mungu niongoze. Mungu niongoze. Wewe kuna sehemu yako. Amen. Leo nataka mpaka sehemu ya biashara Mungu hangaike kwamba nimekutafutia hapa. Wewe simba wewe. Tafuta sehemu ya biashara, malaika kashakuachia hapo darajani ndio hapo. Sasa umeachwa darajani, eti uko darajani. Mungu wapi hapa? Wewe angalia sehemu inayofaa za biashara. Petro akafikishwa tu sehemu akaambiwa, si shughuli yetu imeishia hapa. Sasa utajijua kama utarudi kwa Herode kazi kwako, sisi hapa. Biblia inasema Petro akaenda moja kwa moja kwenye nyumba ya maombi. Amen. Herode alipoamka asubuhi mipango imekamilika, Petro akuwemo katika mikono yake. Amen. Herode akapata ghadhabu kwamba nitawashikisha adabu, siku iliyofuata akafa yeye. Biblia inasema akaliwa na chango. Chango likamtafuna. Funza. Likamwingia lifunza. Mungu akitaka kumuua mtu, hahitaji vitu vikubwa. Lifunza tu linatokea huko linaingia, jamani funza, sasa penya kana kula mautumbo yote. Herode chini. Ndio maana ukiona kidudu chote kinakung'atang'ata kikemea. Kwa sababu na wachawi wana ujuzi huo. Kitu ukiangusha nyoka na fimbo zikawa nyoka na anaangusha fimbo zikawa nyoka. Kwanza kutumia mifunza waitume kwako. Nishakuhubiri huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu Mungu wa mbinguni ni Mungu ambaye ana uwezo kufanya kazi kwa mikono yake mwenyewe. Kuwatoa watu katika mapito mazito. Kuwakomboa watu kutoka katika Misri. Ndio maana anasema zaidi yangu mimi hapana Mungu. Amen. Kwa hiyo ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti usiogope. Amen. Yuko Mungu wa mbinguni. Ujapopita katika vitisho vya ndoa usiogope. Yuko Mungu wa mbinguni. Ujapopita katika vitisho vya madeni tulia. Mungu wa mbinguni atamaliza madeni. Usianze kuwa na mchezo za mchungaji, bora kukimbia. Nimesikia kuna mtu mmoja amekimbia sababu anadai milioni 2. Tudai milioni 100 hatukimbia. Tunakimbia wapi? Mzee wangu tunakimbia wapi? Hapa. Yeye Mungu wa mbinguni atafanya njia umalizane na watu. Sasa utakimbia mpaka wapi? Na shetani unajua sasa kisha yeye unakimbia. Unaambiwa yule mdada tunakutana naye. Maeneo haya mitani. Siku ya pili na mtaule haupo. Unaambiwa tena tumesikia habari zake anakutafuta, unahama mkoa. Tulia, yuko Mungu wa mbinguni. Amen. Nasema yuko Mungu wa mbinguni. Katika Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 39. Kumbukumbu la sheria au Kumbukumbu la Torati sura ya 32 mstari wa 39. Biblia inasema fahamu sasa ya kuwa mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Umesikia hivyo? Umesikia hivyo? Anasema naua mimi na uisha mimi. Naweza kuua. Ndio maana Yesu akasema msiwaogope wale wawezao kuua mwili wasiweze kuua na roho. Muogopeni Baba yenu wa mbinguni awezaye kuua mwili na roho na pia katika jehanamu. Usiogope wanadamu. Anasema naweza kujeruhi, nimejeruhi tena naponya. Kwa hiyo unapopitia majaribu ya magonjwa na nini, mwambie Mungu najua. Inawezekana ukawa wewe au shetani. Hilo sio tatizo langu.
lakini najua kwamba unaweza kuponya. Amen. Unapoona kwamba mauti inakukaribia, unamwambia Mungu, najua uwezo wa mauti unao mkononi mwako, lakini pia unaponya, unauisha. Nataka uniuishe tena kama Hezekia, ili niendelee kuishi. Atakuuisha tena kwa jina la Yesu Kristo. Nasema atakuuisha tena kwa jina la Yesu. Katika Samueli, kitabu cha Samueli, tunamjua huyu mtu wa Mungu. Samueli wa kwanza sura ya pili. Samueli wa kwanza sura ya pili, mstari wa 8. Au tuanze mstari wa 7 ili ujue anatajwa ni nani. Bwana huua naye hufanya kuwa hai, ushusha hata kuzimu, tena uleta juu. Wajua Wakristo wasiogope pale maisha yanapoporomoka kwa sababu una kazi. Yeye anaweza kumshusha mtu na kumpandisha tena. Sema amina. Amen. Anasema ushusha kuzimu, tena uleta juu. Bwana ufarikisha mtu naye utajirisha. Huyo Bwana ushusha chini, tena uleta juu. Mstari wa 8, umuinua mnyonge kutoka mavumbini, umpandisha muhitaji kutoka jehanamu, ili amketishe pamoja na wakuu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Sema kabla ya mwisho anasema, kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Sema amina. Amen. Utafanikiwa katika ulimwengu. Mamlaka yake haiwezi kuelezewa vizuri, nguvu zake haziwezi kuelezewa vizuri, utendaji wake hauwezi kuelezewa vizuri, lakini ni mwenye nguvu kuliko wenye nguvu wote, mwenye mamlaka kuliko wenye mamlaka wote, mwenye uwezo kuliko mwenye uwezo wote, mponyaji kuliko waponyaji wote. Yeye ni Mungu atuponyaye. Anasema mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Ukijua katika uwezo huo, utamwambia Arioko kwamba usimwangamize mtu yeyote, acha nikamuulize Mungu wa mbinguni, naleta majibu kwa mfalme. Nasema amina. Hautaangamia. Nasema hautaangamia. Kabla hatujaomba ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyoko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Sema amina. Amen. Anasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Ufunuo 3 mstari wa 8. Ufunuo 3 mstari wa 8. Ufunuo 3 mstari wa 8. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Sema amina. Amen. Sema amina. Sijui kama unaelewa uwezo wa Mungu tunamtumikia. Anasema nikifungua mlango kwa ajili yako, watu wafanye watakavyofanya, figisu zote, fitina zote, longolongo zote, hamna anaweza kuufunga, labda yeye mwenyewe aufunge. Anasema mimi ni Alfa, tena mimi ni Omega. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Asikutishe aliyekuja hapa katikati, asikutishe aliyeingia hapa katikati, asikutishe kwa namna yoyote. Nimekufungulia mlango ambao hakuna anayeweza kufunga. Wewe mchungaji, mlango ulifunguka, maana naona kama umeanza kufungika. Nani aliufungua huo mlango? Ni wale ndugu zako, wale marafiki zako wanaweza kuufunga. Lakini kama amekufungulia Mungu wa mbinguni, hakuna wa kuufunga. Amen. Nasema hakuna wa kuufunga. Kwa sababu hautachukiza mbele za Mungu, hautaonekana ufai. Watafanya nguvu zao zote ili waufunge mlango wako wa baraka, wafunge mlango wako wa biashara, wafunge mlango wako wa kielimu. Watafanya fitina zote, wafunge mlango wako wa ndoa. Nataka nikwambie, kama ni Mungu aliyofungua, hautafungika kwa jina la Yesu. Nasema hautafungika kwa jina la Yesu. Uwe na ujasiri, uwe na ujasiri wa kusema yupo Mungu wa mbinguni, ambaye huyu Mungu wa mbinguni anaweza kuwa suluhisho katika mambo yote unayoyapitia pale uliposimama juu.
pale uliposimama juu. Nataka leo usimame mbele za Mungu wa mbinguni na umwambie Mungu wa mbinguni kama siku za Danieli, nataka uwe suluhisho leo. Waganga wameshindwa, wachawi wameshindwa, watu waovu wameshindwa, lakini yeye Mungu wa mbinguni anaweza. Inaweza kuwa hata watu wa karibu wameshindwa, inua dua mbele za Bwana. Inaweza kuwa hata watu wa karibu wameshindwa, lakini yupo Mungu wa mbinguni. Nataka uinue dua mbele za Bwana. Wanadamu wanaweza kuwa wawezi, wanajimu unaowategemea wawezi. Umewategemea sana wachawi, umewategemea sana waganga, umewategemea sana walozi, umewategemea sana wanadamu. Hawana majibu ya maswali yako, hawana majibu ya mipango yako, hawana majibu ya magonjwa yako, hawana majibu ya hali yako ya maisha. Yuko Mungu wa mbinguni siku ya leo. Umwambie Bwana Mungu wa mbinguni, katika swala la mtaji, katika swala la ndoa, katika swala la mahusiano, ninakuhitaji Mungu wa mbinguni. Usimame na uonekane, usimame na uonekane. Uliyemfunulia ile ndoto Danieli, ambayo hakuiota, aliota mfalme Nebukadneza, lakini ulimfunulia, akufunulie mchana wa leo juu ya mwenzi wa maisha yako, juu ya mwenzi wa maisha yako. Yupo Mungu wa mbinguni, yupo Mungu wa mbinguni. Akuongoze nini cha kufanya, akuongoze biashara gani ya kufanya, akuongoze nini ufanye. Yupo Mungu wa mbinguni. Akamwambia mfalme, waganga hawezi kukufunulia, waganga hawezi kukupa majibu. Umehangaika kwa wachawi, umehangaika kwa waganga, umehangaika kwa walozi, hawana majibu, hawana majibu. Lakini yupo Mungu wa mbinguni, yupo Mungu wa mbinguni. Umwambie mchana wa leo ya kwamba nasimama mbele zako, nataka majibu ya maombi yangu, nataka majibu ya maombi yangu, nataka majibu ya maombi yangu. Mungu wa mbinguni atakupa majibu, Mungu wa mbinguni atakupa majibu, Mungu wa mbinguni atakupa majibu, Mungu wa mbinguni atakupa majibu. Kwa jina la Yesu tumeomba, sema amina. Unaporudi nyumbani au unapokuwa hapo nyumbani na umeona jinsi ambavyo watu wameomba kwa kiasi kidogo, lakini utakuwa na muda kama wa Danieli na kusema, upo Mungu wa mbinguni, upo Mungu unayesikia, upo Mungu unazifanya mbingu na nchi. Promise yangu ni wewe. Unaniweka kwa nini kama utaki nipate baraka hizi? Umeniweka ili nibarikiwe, umeniweka ili niingie katika ndoa, umeniweka Bwana, usingeshindwa kunichukua kabla ya leo, lakini umenipa kuwepo kwa sababu unakusudia jambo juu yangu. Na Mungu atalifanya kwa jina la Yesu. Nasema Mungu atalifanya kwa jina la Yesu. Weka mkono kifuani, sema, Mungu wa mbinguni, nina mambo ambayo hakuna majibu kwa wanadamu, lakini najua upo Mungu wa mbinguni. Ninakusihi leo uwe majibu ya mahitaji yangu, uwe majibu ya hali yangu, uwe majibu ya udhaifu wangu, uwe majibu ya mipango yangu, uwe majibu kwa watoto wangu, uwe majibu kwa kazi yangu, uwe majibu kwa madeni nilionayo, uwe majibu kwa afya yangu. Asante Mungu wa mbinguni, kwa sababu najua umenijibu, najua umenijibu. Kwa jina la Yesu sema amina. Baada mkono wako ukiwa kifuani, taomba kwa ajili yako. Mungu wa mbinguni, nasimama mbele zako. Najua kuna mambo ambayo wanadamu hatuna majibu. Kuna mambo ambayo watu tuliowakimbilia na utaalamu walionao hawana majibu. Tuna mambo ambayo tunajua wazazi wetu hawana majibu, lakini uko Mungu wa mbinguni. Najua upo Mungu wa mbinguni, ukawe jibu kwa aliyepoza. Maana umesema unaweza kuua na kuuisha. Uisha mwili uliopoza, uisha tumbo lenye utasa, uisha miguu yenye ganzi, uisha uti wa mgongo ambao unatafuna na kulika zile nyama kwa jina la Yesu. Uisha moyo ambao umekuwa ukibeba pressure kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu wa mbinguni. Uisha kazi za watu wa Mungu. Wanatazama, wanakutazamia juu ya mitaji, wanakutazamia juu ya biashara. Ninakusihi mchana wa leo, uisha biashara zao,
uisha mitaji yao, fanya njia pasipo na njia, maana umesema ndani yetu unatembea, maana umesema ndani yetu unatembea. Bwana, waongoze mahali penye mitaji, waongoze mahali penye kazi, na kila namna kazi za shetani hawajaitwa kwenye kazi zao, hawajaitwa kwenye shughuli zao, na amrisha kuitwa kwao kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, mahali penye mateso ya mapepo yaondoke. Mahali penye mateso ya majini yaondoke. Mahali penye mateso wa uchawi na ushirikina, toeka kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akutendee mema. Mungu wa mbinguni ajidhihirishe kwa siku ya leo. Amekuweka ili ajidhihirishe. Ninamtaka Mungu ajidhihirishe. Asante Mungu kwa sababu najua umenisikia. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amen.